Kadri biashara zinavyozidi kukua kwa kasi, ndivyo hivyo katika teknolojia inazidi kukua na kuleta maendeleo katika biashara. Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara hii leo. Na leo tunaangazia namna ambavyo teknolojia inavyoweza kuibua fursa mbalimbali za kibiashara kwa mfanyabiashara. Jina langu ni Asha Kaoneka. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa jina naitwa Paul. Ni mfanyabiashara mdogo, najihusisha na uuzaji wa jezi na baadhi ya nguo. Mimi kwa upande wangu, unavyofahamu au unavyotumia teknolojia ni kwamba teknolojia unaweza ukaitumia katika biashara, hususa kutambulisha kazi yako na kusambaza bidhaa kwa watu mbalimbali ambao wako sehemu tofauti, huenda ikawa nje ya mji au ndani ya mji. Kwa hiyo sasa teknolojia inatumikaje? Cha kwanza kabisa kuposti kazi yako kupitia magrupu mbalimbali ya WhatsApp, pia hata kwenye media mbalimbali kama kutumia social media kama Facebook, YouTube na hata Instagram. Kumbe teknolojia hiyo ya kimtandao ndio inatufanya zaidi tunapata wateja mbalimbali kutoka nje ya mkoa na ndani ya mkoa. Unapowapostia wakiona kazi yako wakiipenda, basi kuna wengine ambao wanakutafuta, wanakuulizia kwamba hii tunaipataje, unawasiliana nao vizuri. Hivyo ndo ninavyotumia teknolojia kwa upande wangu. Kwa majina naitwa Felista Joseph, ni mfanyabiashara wa duka la simu na accessories. Tunapokuwa tunatumia teknolojia kama TikTok, Facebook, Instagram, tunapata wateja wapya ambao wanakuwa hawatufahamu kwa namna nyingine, lakini wanakuja kutusupport katika biashara yetu. Kwa hiyo teknolojia ni muhimu sana kwa sababu inatusaidia kuimprove na kusaidia kupata wateja wengine ambao walikuwa hawatufahamu. Wafanyabiashara wengine wanaweza wakaendelea kutumia teknolojia kwa sababu zina faida na pia zinaweza zikawa na hasara kwa upande mwingine. Kwa majina naitwa Eliza, ni mfanyabiashara wa duka la vipodozi. Kama mnavyoona, kupitia internet inanisaidia kuongeza wateja. Kwa mfano, ninapokuwa na posti TikTok, Instagram, WhatsApp, pia inakuwa inanisaidia napata wateja wapya. Na kwa ninapoposti kuna watu wengine mbali ambao wapo mbali wanakuwa wanaona. Kwa hiyo wakiona pale, unakuta mtu ana view, anakuja ananichangia. Kwa hiyo inanisaidia mimi kuongeza wateja. Pia inanisaidia kuongeza umaarufu. Kwa mfano, ninapokuwa na posti watu mbalimbali wanakuwa wanaona, so wale ambao ni mazoea, kuna wengine wa mbali watakuwa wanaona. Kwa hiyo inanisaidia kuongeza umaarufu. Karibuni sana. Yaani wito wangu labda mimi niwashauri tu waanze kutumia. Kwa mfano, kama mtu ana biashara ndogo, aanze kuposti pia na yeye pia anaweza akaongeza wateja, pia akapata umaarufu. Kwa jina ninaitwa Richard Leonard Hamisi, mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara. Namna gani mfanyabiashara anavyoweza kutumia teknolojia kukuza biashara, lakini pia pamoja na changamoto zake. Teknolojia ina faida kubwa sana kwenye ukuzaji wa biashara. Kwanza, kama ambavyo tunaweza kuzitumia simu hizi kuwasiliana. Yawezekana labda mtu yuko Dar es Salaam anafanya biashara na mtu ambaye yuko Mwanza. Teknolojia pale imetumika vizuri sana kwa upande wa mawasiliano. Kwa hiyo inaweza kukuza biashara kwa sababu anayenunua na anayeuziwa wanaweza kuwasiliana na biashara pale ikafanyika vizuri. Lakini pia teknolojia tunaweza kuitumia kwenye malipo. Kwa mfano, tunafanya miamala ya kibenki, tunafanya miamala kupitia simu zetu hizi Airtel Money, Yas na kadhalika. Ile pale ni teknolojia ambayo inatusaidia kufanya biashara zetu sawa sawa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya faida ambazo teknolojia inaweza ikasaidia katika ukuzaji wa biashara. Sasa ni namna gani teknolojia hii inaweza kuwa changamoto? Inaweza kuwa changamoto pale ambapo itatumika vibaya. Kwa mfano, unapotumia simu hizi vibaya,
kimsingi badala ya kukuza biashara yako unaweza kuishusha biashara yako. Kwa namna gani? Unaweza ukaagiza labda mzigo kutoka nje ya nchi au labda ni ndani ya nchi kutoka wilaya moja na nyingine, lakini katikati hapo ukatokea utapeli. Katika utapeli huo kimsingi pale biashara haiwezi kutumika. Kwa hiyo wafanyabiashara wanatakiwa kuwa waaminifu na kuitumia hii teknolojia vizuri ili iweze kuzikuza biashara na sio kuzidumaza biashara zao. Asipotumia sasa teknolojia, kwa mfano kama ambavyo tunasema labda matumizi ya simu. Sasa kama utatumia simu, manake pale umezuia mawasiliano, kwamba ungetaka utoke uwasiliane na sehemu ambayo labda bidhaa inapatikana, lakini hutafanya hivyo. Kwa hiyo kama hutafanya hivyo, biashara pale itakuwa, kwa hiyo utaathirika kwenye biashara yako, biashara yako haitaendelea. Hivyo kwa moja unaweza kupata hasara, kwa sababu badala ya kuagiza mzigo kwa urahisi na kupatikana kwa urahisi, utalazimika kusafiri tu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini ungefanya mawasiliano, kimsingi biashara ingekuwa rahisi zaidi. Ninachowaasa, wito wangu kwao, waitumie tu teknolojia vizuri, kwa sababu ina side effect. Ukitumia vizuri teknolojia itakulipa sana katika biashara, lakini ukitumia teknolojia vibaya, yenyewe itakuadhibu katika biashara. Kwa hiyo ninachowaasa au wafanyabiashara waitumie teknolojia vizuri ili iweze kuzikuza biashara zao. Tunapofunga jamvi la mtazamo wa kibiashara hii leo, naamini wewe mfanyabiashara hatujakuacha patupu. Umetambua mchango wa teknolojia katika maendeleo na ustawi wa biashara yako. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Dorrington Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka.